Abe. Nimefurahi, nimeona umenenepa, umependeza, umenawiri, wacha. Kawaida na hiyo ni kawaida tu dada. Ni kawaida? Mbona ukunawiri hivi kabla hujapona? Si Mungu ameniponya ugonjwa wangu. Ni Mungu amekuponya. Hebu tuambie maendeleo yako kwanza. Namshukuru Mungu naendelea vizuri. Sina shida kwamba labda kidonda nilichofanywa operation bado kinauma, hapana, kimesha. Operation ilifanyika wapi? Muhimbili. No, yani sehemu gani ulifanyiwa yani? Sehemu ya kichwa. Hapa hii sehemu yote ndio maana ilipasuliwa hadi sehemu hii kaletwa mpaka hapa. Kichwa kizima yani kilifunuliwa. Ndio ukakatwa ule uvimbe ukatolewa. Sasa ule uvimbe mimi sitambui kwamba ni uvimbe gani uliotoka. Yule dada Mama Doi aliyekuwa amenisindikiza kwenda kunisaidia ili kwa niletea chakula na shida zingine. Yeye ndio alijua, alionyesha ule uvimbe. Yeye mimi nilivyokuja kujitambua ndio akaniambiaje, Dada Maria, na mimi nini? Ule uvimbe wako yani ulikuwa mkubwa sana. Wametoa, ina maana jitu la kulingana na yeye kama mtoto aliyezaliwa ndio bila ambaye hajafika yani. Ilikuwa unalingana hivyo kama kile kitu cha mtoto. Baada ya kufanyiwa operation sasa unaendeleaje? Naendelea vizuri. Nikuulize kitu Maria. Niulize dada. Tulikufahamu sisi baada ya kutelekezwa na ndugu zako pale hospitali ya Bugando. Ndiyo. Na ukawa unalala kwenye mabenchi. Ndiyo. Ulipokuja kwetu tukakuleta kwa the desk wakaanza kukusaidia moja kwa moja. Sawa. Si ndio? Hebu tuambie ndugu zako yani wanawasiliana na wewe, wameshakuja kukuona, walikuja hospitali. Hebu tuambie kumekaaje kwa upande wa ndugu zako? Hapana, ndugu zangu na maana hawajaja kuniona kwa sababu baba mwenyewe alishagaugua macho, ni mgonjwa. Lakini si una dada, una mama mdogo, una wajomba, una mashangazi? Hapana, nimekuwa wajomba siwajui. Kwa hiyo ndugu zako waliopo, mama yangu alishagafariki, na maana alifika hajanipeleka kwa wajomba. Na yule aliyekuleta huku Mwanza akakutelekeza ni nani? Ni dada yangu. Na mpaka leo hajawahi kuja kukuona? Hajawahi. Kuna kitu kinasema undugu sio kufanya nini? Kufanana, ni kufaana. Na ndugu wa ukweli kwako ni yule anayekuokoa kwenye matatizo kama haya. Una lipi la kuambia The Desk and Chair Foundation? Kwa kweli mimi namshukuru Mungu kwa yule dada aliyenitoa Bugando akanileta kwako. Ninashukuru kweli dada Flora ulivyonipokea. Kweli ulinisaidia ukanileta kwa huyu baba. Nilikuwa simfahamu, hata wewe nilikuwa sikufahamu. Kwa kweli namshukuru huyu baba msaada alionisaidia. Mpaka leo anazidi kunisaidia. Kweli Mungu ambariki na muongeze siku za kuendelea kuishi duniani. Na aendelee kusaidia ambao wana magonjwa zaidi ya mimi. Kwa kweli nashukuru sana. Utofauti wa kabla hujafanyiwa upasuaji na sasa, kuna utofauti gani ambao unausikia kwenye mwili wako? Utofauti ambao nausikia sasa hivi, ambao kipindi sijafanyiwa operation, na maana uvimbe ule ulikuwa unauma sana. Na maana ulikuwa ukiamka kuuma, nilikuwa natapika njano na kuharisha njano. Afu nazimia kuanzia saa 1 za asubuhi na zinduka saa 1 za jioni. Sasa yani nashinda bila kutwa nzima. Kwa kweli nilipofanywa operation, kwa kweli hiyo hali haijarudia kweli. Na jicho lako liko salama ulilitolewa? Hapana, liko salama kwa sababu yule daktari aliyenifanyia operation kipindi amenipeleka kwenye chumba cha operation kwenda kufanyia, alilipima kwanza. Nilivyotolewa kwenye upasuaji nimemaliza kama siku 3 nimejitambua. Akaja ni Dr. Angela, mwanamke Mwafrika kama sisi. Akaja kuniita, Maria shida hapo, nikamwambia ndio nipo. Unaendeleaje? Nikamwambia naendelea vizuri. Kaniambia unanikumbuka? Nikamwambia ni kama nakukumbuka ila kidogo. Akasema mimi ndio daktari wako nilikufanyia operation. Kaniambia yani nilikufanyia mimi
Kipindi nakupeleka kwenye chumba cha upasuaji, niliangalia lile jicho lako lilizima. Ina maana halitatolewa wala hakuna daktari atakayelishika kulifanyia operation. Ina maana itajisafisha lenyewe, itakuwa linarudi sehemu yake taratibu. Sababu liko limeumuka, limevimba, limefika hivi. Afu na uvimbe ulikuwa umevimba, umeumuka hivi. Sasa ule uvimbe ulianza kusambaa kwa sababu waliniambia kwamba huo uvimbe uliovimba ni wa uchafu. Huo uchafu utakuwa unapitia puani. Na kweli ulitoka mpaka ukaisha, mpaka sasa hivi siusikii. Na jicho linaendelea vizuri, linazidi kurudi kwenye sehemu yake. Una watoto wangapi? Sina mtoto hata mmoja. Na ulikuwa hujaolewa bado? Ndio. Unawaambia nini watu ambao ndugu ambao wanawatelekeza wagonjwa kama ambavyo ndugu zako wametelekeza? Kwa kweli nawaambia, kwa kweli kama ni hali hii wasije wakarudia, na maana wao wanawakumbuka wagonjwa wao, wanawasaidia. Hivi Maria, kabla hujafika hapa wewe ulipita pia kwenye matibabu ya kienyeji. Ndio. Ambayo bado yalishindikana. Kuhusiana na wao kutokwenda kwenye matibabu ya kienyeji waende hospitali moja kwa moja. Kwa kweli matibabu ya kienyeji yanaponza watu. Na ugonjwa unaweza ukafika kwa mganga wa kienyeji akakwambia kwa nitakuponyesha. Kumbe hauponi, anazidi kudidimiza, ule ugonjwa unazidi kukua. Lakini mimi nawashauri wakumbuke, wakipata jaribu kama hili nilokuwa nimelipata, maana ni majaribu, wawahi hospitali, ndio kuna uzima. Umeona eh? Ndio. Ulianzia huko, wamekuchanja, wamekulaza kwenye mvuke, wamekulaza kwenye siviringe, wamekufanyia nini, lakini hukufanyaje? Sikufanikisha kupona. Ndio. Kwa hiyo ambaye anatibu ni Mungu na nani? Na daktari. Si ndio? Kwa hiyo ninakushukuru sana Maria. Sijui Alhaji kama una cha kuongeza hapo. Afya nzuri ni ile inayoanzia ndani kwanza mpaka nje kwenye muonekano, na sisi tunalitambua hilo na tunajali sana afya yako wewe na familia. Ndiyo sababu tumekuwa wazalendo na kukuongezea thamani katika maisha yako kwa kutumia miti shamba, miti ya nyumbani, kukutengenezea bidhaa bora zenye kutibu na kukupa muonekano mzuri wenye afya. Nifo Products. Tuna Nifo Coconut Oil, Herbal Soap, Beauty Gel, Nifo Hair Oil, Nifo Wiper Oil, Nifo Slimming, Miracle Uji pamoja na Miracle Chai yenye kutibu vidonda vya tumbo, kutoa sumu mwilini, kuongeza kinga ya mwili na faida nyingine nyingi sana za kiafya. Kumbuka bidhaa za Nifo zinatengenezwa Mwanza na kusambazwa na mawakala mikoa yote Tanzania. Wasiliana nasi kwa namba zetu, pia follow Instagram yetu @nifobeauty.p. Nifo Products ni mkombozi wa afya zetu. Karibuni wote tujivunie cha kwetu. Na Maria kwa kweli limetupa moyo sana, na inapokuja kesi kama kubwa kama hii, mfano kama hii, ndio inatupa nguvu kwamba tusikate tamaa haraka. Lakini tumefurahi sana. Unajua Maria bado tuko naye na tutaendelea kuwa naye, na toka alivyokuja tuko naye hapo, na itakapofika siku yake ya kliniki tutamrudisha tena Muhimbili kwa gharama zetu, na aende akaangalie, na ushauri utakaotolewa na madaktari basi tutaendelea kufuatilia hadi hapo mwisho watakapotuambia sasa kliniki kama hatahitaji, basi tena ataacha kwenda. Lakini kwa kweli niwapongeze madaktari wa Muhimbili na namna walivyomshughulikia. Kwa kweli wanastahili pongezi. Wanastahili pongezi, na huyu ni mmoja ambaye wengi ambao tumewatuma kwenye hospitali kubwa ya rufaa ya Muhimbili wamepona na wamerudi vizuri. Ndio pia nitakuwa mchoyo wa fadhila bila kuwashukuru na wafadhili, kwa sababu gharama ya matibabu ilikuwa ni kubwa, lakini wapo wafadhili ambao walijitolea. Hivi nachukua fursa hii kuwashukuru pia kwamba wanapojitolea basi watu wanapona, kwa maana kama hawapotezi maisha yao. Kwa hiyo ni Mwenyezi Mungu tu anaweza kawalipa. Na pia Maria tunamshukuru kwa sababu amekuwa na ushirikiano mzuri sana, na amekuwa akiwasikiliza madaktari na anafuatilia vizuri dawa alizopewa. Na tuangalie sasa Mwenyezi Mungu aweze kuendelea kumsaidia ili hizi kliniki atakazoenda na ushauri utakaotolewa basi takapofika mwisho za kliniki, na tutaangalia kama atapenda kurudi nyumbani vizuri. Kama atapenda kuishi na sisi hapo pia, sisi hatuna tatizo.
Sasa yani sasa hivi nikikuangalia, wakati bado unasubiri kurudi clinic, bado unaweza ukawa unafanya kitu kingine, si ndio? Ndio. Wewe unatamani kurudi nyumbani ukaendelea kufanya chochote kule, au unatamani ubaki hapa uendelee kusaidiwa na uweze kufanya chochote? Hapana, mimi naendelea natamani kuendelea kukaa hapa ili niendelee kusaidia. Uendelee kusaidia. Ndio. Unatamani ukipona ufanye nini? Yaani mimi nikipona. Okay, namwomba Mwenyezi Mungu nikishapona bora anipe angalau biashara nianze kufanya. Biashara gani unaweza kufanya? Amna yoyote ile nitakayoichagua, Mungu atakayonichagulia. Umeona Kwa sababu mimi nilipofanyia operation niliambiwa kwamba sihitaji kulima, sitaki kulima wala kujitwisha ndoo ya maji wala kujitwisha kitu chochote kile kizito, na kazi zile nzito hamna kufanya. Ndio niliambiwa hivyo na daktari. Sasa wakanipa baada ya miezi 6 niishe, ndio nianze kufanya zile kazi nyepesi. Ila mimi napenda kuwashukuru kweli watumishi wa Mungu wote walioniombea na ambao walikuwa wananitumia pesa kwenye akaunti yangu. Kweli nawashukuru sana. Wewe ukuibiwa na matapeli? Hapana, sikuibiwa. Ile simu ina maana yule mdada aliyekuwa amenipeleka aliugua. Nilipomchukua kwenda kumpeleka hospitali kwenda kupata zile dawa, simu alikuwa ameishikilia yeye. Ila kule kutoka sasa kwenye bajaji, tulikuwa tumebeba kwenye bajaji, ile simu ikawa imedondoka. Lakini pesa zako zilizokuwa kwenye simu zilikuwa salama? Zilikuwa salama. Flora Lauo, nguzo muhimu ya urembo na utanashati Afrika Mashariki, amekuwa msaada mkubwa kwa warembo, hasa kupitia vipindi vyake vya television vya Flora Show na Flora Skit, na pia kupitia mashindano ya Miss Lexon. Nje ya urembo, amekuwa mtetezi wa wanyonge na amesaidia wengi kupitia kipindi cha Nitetee Sauti ya Mnyonge chini ya Nitetee Foundation. Kwa muda mrefu amekuwa mfano na wengi, hasa mabinti, wanatamani kufuata nyendo zake, na hii ndiyo sababu ameamua kufungua chuo cha urembo, lengo likiwa ni kuwagawia watu, hasa mabinti, ujuzi juu ya fani hii ya urembo na utanashati ili waweze kujimudu na kujikwamua kimaisha. Kupata ushauri kwake huwa ni kitu cha bure. Fika chuoni mtaa wa Uhuru mkabala na Deluxe Hotel au piga simu namba 0759665555. Basi niendelee kuwashukuru wale wote ambao mmekuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka hapa. Kama hukuangalia kipindi cha nyuma kidogo, hapo unaweza ukaona alipofika kwetu, tulipomleta hapa na alipoanza kupata matibabu mpaka leo amerudisha tabasamu lake. Kwa kweli ni furaha kubwa sana ambayo siwezi kuielezea, lakini ninaomba uendelee kuwa nasi, naomba uendelee kufuatilia kila ambacho tunakuletea, kwani ni moja ya kazi za jamii zinazopita kwenye mikono yetu na mikono ya The Desk and Share Foundation.